एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu katika MTA Africa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, karibu katika kipindi chetu unachokienzi sana, kipindi kinachohusu Maktaba ya Masihi. Maktaba ya Masihi ni kipindi ambacho tunakuletea dondoo kupitia vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Naam, katika kipindi kilichopita wale ambao wamebobea katika elimu katika vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam walitueleza kuhusiana na kitabu Minanur Rahman. Minanur Rahman ni kitabu ambacho maana yake ni fadhila na neema na baraka za Mwenyezi Mungu mwenye rehema. Na leo katika studio tutakueleza kuhusiana na vitabu viwili vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Moja kinachoitwa Dhiaul Haq, kule bara Asia wanakiita Ziaul Haq, na kitabu kingine, kitabu cha pili, kinaitwa Nurul Quran. Naam, katika studio siko peke yangu, ninao wanajopo wale ambao wanatueleza kuhusiana na vitabu hivi, na upande wangu wa kulia naitwa Mwalimu Muhammad Oponyo Saib. Karibu katika kipindi chetu tena siku ya leo. Asante sana bwana mtangazaji. Ndugu mtazamaji, vile vile katika upande wangu wa kushoto anaitwa Mwalimu Mahmud Eid Saib. Karibu katika kipindi chetu. Asante sana ndugu mfawidhi. Naam, naona mko na raha kweli kweli. Nilikuwa naeleza yule mtazamaji mmebobea katika kusoma na ile elimu mnavyopata kupitia vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Na leo ningependa tueleze yule mtazamaji kuhusiana na vitabu hivi viwili, Dhiaul Haq na Nurul Quran. Naam, katika kitabu hiki Dhiaul Haq nikisoma napata ya kuwa Masihi Maud alayhi salatu wasalam alikuwa anataka kuiweka pamoja na kitabu ambacho mlitueleza Minanur Rahman, ile mlitueleza katika kipindi kilichopita. Ni hoja gani ambayo Masihi Maud alayhi salatu wasalam amekiweka katika kitabu hiki? Tafadhali Mwalimu Saib. Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana bwana mtangazaji kwa kunipa nafasi hii kuchangia katika kipindi hiki. Ni kweli ulivyosema kwamba hiki kitabu Dhiaul Haq ama Dhiaul Haq kilichoandikwa na Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikiandika mnamo mwaka 1895 na lengo au dhamira ikiwa ni kuzima zile shutuma kutoka kwa maadui wa dini tukufu ya Kiislamu. Hizi shutuma ziliongozwa na wale wa mishonari wa Kikristo pamoja na maulama wa Kiislamu walopiga kelele kwamba utabiri aliotoa Sayyidna Ahmad alayhi salam kumhusu bwana Abdullah Atham kwamba haukutimia. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, jinsi tulivyoona katika vitabu vya nyuma na pia katika kitabu hiki, alijikita katika kuzima hizi kelele na kujibu hawa wapinzani kwa hoja na dalili kwamba bwana Abdullah Atham ule utabiri ulitimia na alikuwa ameelekea kwenye ukweli. Namna tulivyoona ni kwamba ilikuwa kwamba kama hata elekea kwenye ukweli na aendelee kumtukana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na dini tukufu ya Kiislamu, basi utabiri ulikuwa ni kwamba angepatwa na maafa au angekufa. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam alisisitiza kwamba kulingana na ufuatiliaji wa maisha bwana Abdullah Atham na harakati zake, ni ukweli kwamba alikuwa ameshaelekea kwenye ukweli. Kwa sababu pale kabla huyu bwana aliendesha mijadala kwa nguvu sana na mihadhara hadharani akishutumu dini tukufu ya Kiislamu na kuchafua hadhi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ule utabiri na baada ule mkutano, huyu bwana aliacha zile harakati zote na kaanza kuishi upweke na wala tena hakuonekana hadharani. Na aliishi kwa wasiwasi mkubwa na ni mtu aliyokuwa na heshima kubwa katika jamii. Kwa hivyo Sayyid Ahmad alayhi salam akasema kwamba hili ilikuwa ni dalili ya wazi kwamba huyu bwana kunyamaza kwake ilionyesha kwamba alishaelekea kwenye ukweli. Na kama sivyo, Sayyid Ahmad alayhi salam akamtaka kwamba aje hadharani ale kiapo
akubali mbele ya watu kwamba hakukubali ukweli au hakuelekea kwenye ukweli, lakini huyu bwana bado hakukuja na alikataa. Na tunaona kwamba hata kule nyuma Sayyidna Ahmad al-Islam alikubali kutoa faini. Kama huyu bwana angekubali kwamba hakuelekea kwenye ukweli, alikuwa tayari kutoa faini, lakini bwana Abdallah Atham hakuweza kukubali kuja kula kiapo mbele ya watu. Na Sayyidna Ahmad alisema kwamba ikiwa Abdallah Atham kweli hakuelekea kwenye ukweli, namna ilivyodunishwa dini ya Kikristo, vile Sayyidna Ahmad alivyovunja hoja na imani ya Kikristo na kuidhalilisha, basi bwana Abdallah Atham angempeleka kotini. Na hata marafiki zake walimsukuma kwamba aende amshtaki Sayyidna Ahmad alayhi salam na Waislamu kwa sababu ya kuharibu na kubomoa ule msingi wa Ukristo, lakini bwana Abdallah Atham bado aliogopa na alikataa. Kukataa kwake kula kiapo na hata kutoenda kotini ilikuwa ni dalili wazi kwamba huyu bwana alielekea kwenye ukweli na utabiri ulitimia. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, ni kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salam katika kitabu hiki alizima zile shutuma na kelele za wapinzani. Asante sana kwa kueleza yule mtazamaji. Kutimia kwa dalili hizi pia inathibitisha ukweli wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam wa kuwa yeye ni mtume ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, Mwalimu Saibu, mtu anaweza uliza ya kuwa kuhusiana na Abdallah Atham na Masih Maud alayhi salatu wasalam, kwa nini Masih Maud alayhi salatu wasalam alisisitiza sana huyu bwana Abdullah Atham ili aape hadharani? Tafadhali. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alisisitiza kwamba bwana Atham aape hadharani kwa sababu kulikuwa na hizo hoihoi ya kwamba utabiri haukutimia. No. Sasa ikawa watu wameanza kusema kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam hajatoa ule utabiri wa kweli, lakini Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alitoa mpaka ruzuku ya rupia 4,000. Kasema kwamba Abdallah Atham akule kiapo, aje hadharani ale kiapo, alafu achukue ruzuku yake ya rupia 4,000. No. Lakini alisalia kuwa kimya na akaanza kuwa na kisingizio kingine kwamba dini yake ya Ukristo hairuhusu kula kiapo. Sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam akasema kwamba imekuwa desturi ya kawaida hata katika wale viongozi wa zamani wa Biblia, hawa wanajiita mitume kama vile Paulo na Petro, walikuwa wakila viapo. Inakuwaje mfuasi tu ambaye ni wa baadaye aje akatae kwamba ni Ukristo hauruhusu kula kiapo? Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam akasisitiza kwamba kula kiapo kwa sababu pekee kusema kwamba dini yako hairuhusu, hatuoni ukweli ndani yake, kwa sababu tayari wafuasi wa dini hiyo wamekula viapo mara kadhaa. Akasema kwamba pia mahakama za huko ng'ambo, zile ambazo zilikuwa zina watawala wao, zilikuwa zikiwalisha viapo. Wakati mtu anazungumzia jambo lolote ili kuthibitisha kwamba ni la kweli, basi alikuwa anakula kiapo. Na hata ilifahamika kutoka katika takwimu za huko India ya kwamba Abdallah Atham pia alikuwa miongoni mwa wale ambao waliwahi kula kiapo katika mandhari nyingine, katika hafla nyingine. Kwa nini akatae kiapo hiki? Kwa hivyo ikawa ni ithibati ya kutosha kwamba huyu Atham kukataa kula kiapo kwa kile kisingizio kwamba Ukristo hauruhusu ni kule kukubali ukweli, lakini anakubali katika hali ambayo ni fiche. Na huku wamekubali ya kuwa hata kiapo kinachukuliwa na Biblia yenyewe. Hata tukiangalia katika zama hizi katika serikali, yule rais wa nchi akitaka kuapa, basi anaapa na Biblia kile. Asante sana. Na hii inatupeleka katika kitabu cha pili, kitabu cha Masih Maud alayhi salatu wasalam, Nurul Quran, yani nuru ya Qurani. Na katika kitabu hiki Masih Maud alayhi salatu wasalam amekiandika sehemu mbili, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Yule mtazamaji ningependa ajue ni nini Masih Maud alayhi salatu wasalam amesisitiza ndani ya toleo chake cha jarida ya kwanza ya Nurul Quran. Tafadhali. Asante sana bwana mtangazaji. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam tangu mwanzo alikuwa na ile hamu ya kutaka kudhibitisha ubora wa dini tukufu ya Kiislamu na ukweli wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kila wakati alipopata nafasi yote ya kufanya hivyo, basi akawa anaandika vitabu ili kuboresha au kudhibitisha ubora wa dini tukufu ya Kiislamu. Na ibainike kwamba walipokuja pale India wale wa mishonari wa Kikristo, lengo lao lilikuwa ni kubadilisha watu na kuwaingiza katika Ukristo kwa miaka michache sana.
na waliapa kwamba kwa kipindi kidogo tu watakuwa wameshabadilisha sehemu ile yote na kuingia Ukristo. Lakini juhudi hizi zao ziligonga mwamba zilipokutana na ule mpangilio na hoja Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam ya kutetea Uislamu kwa nguvu zake zote. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salam alianzisha jarida hili la Nurul Quran ili kutangaza na kuweka wazi ule ubora wa mafundisho ya Qur'an tukufu na ukweli wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni kitabu ambacho kinakita mizizi katika kuboresha na kutangaza ule ubora wa dini tukufu ya Kiislamu, na ni jarida ambalo Sayyidna Ahmad alayhi salam alilenga kwamba liwe linaandikwa kwa robo ya mwaka ili kila wakati msomaji apate kupata yale mafundisho mazuri na mapya kuhusu dini tukufu ya Kiislamu. Na pia alieleza kwamba hii imani ya utatu katika jamii ya Ukristo ni imani ambayo haina asilia katika Ukristo, bali ni imani iliyochukuliwa kutoka nje, kutoka dini ya Hindu na wale wa Griki, kwa hivyo ikaletwa katika Ukristo. Kwa hivyo ilikuwa ni imani ya kukopa na kuingiza katika Ukristo. Kwa hivyo kwa njia hii Sayyidna Ahmad alayhi salam aliweza kulinda ile heshima ya Uislamu na kutangaza ukweli wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa jarida hili la Nurul Quran. Asante sana, umenikumbusha kuhusiana na neno la utatu ya kuwa ni kuwa imekopwa. Hii ndiposa ukiuliza hata Mkristo sahi kukueleza maana ya utatu, kukueleza vizuri bayana, yani kiasi hiki ukielewe hawezi. Kumbe ilikuwa ni mafundisho ya kukopwa kule kwa Wagiriki. Asante sana. Naam, Mwalimu Saib, hii ilikuwa ni kitabu cha Masihi Maud alayhi salatu wasalam, Nurul Quran, sehemu ya kwanza, na amekieleza kuhusiana na mambo mengi kuhusiana na sehemu ya kwanza. Je, sehemu ya pili pia inaongelea maudhui yale yale? Sehemu ya pili ya Nurul Quran inazungumzia hususan ule upinzani ambao ulikuwa umeshamirishwa dhidi ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na hasa lugha ya matusi na kejeli ambayo ilielekezwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu kwa jumla. Kulikuwa na mbashiri wa Kikristo kwa almaarufu Fateh Masih ambaye alikuwa anatoka Fatehgar kule Gurdaspur. Aliandika barua mbili akimwandikia Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na jinsi ambavyo aliandika alikuwa anatumia lugha chafu ya kumtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haswa akilenga maisha yake ya ndoa na jinsi ambavyo nadharia ya Kiislamu ilivyo kuhusu hali ya peponi. Kwa hivyo hali hii ilipelekea Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kujitokeza hadharani sasa na kujibu kwa njia ambayo ni ya ukali, vile yeye alikuwa ameandika kwa njia kali ya ukali hivyo. Akasema kwamba lugha ambayo imetumika dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Uislamu kwa jumla ni lugha ambayo ni chafu. Na sasa sisi wakati tunazungumzia Yesu katika lugha hii ambayo ni ya makabiliano, hatuzungumzie Isa bin Maryam ambaye ametajwa kwa heshima ndani ya Qur'ani tukufu. Tunazungumzia huyu Yesu ambaye lugha yake pia ilikuwa ni chafu. Yesu ambaye anawasilishwa na Wakristo kwamba aliwahi kuwaita manabii waliotangulia kabla yake kwamba ni wezi na wanyang'anyi, ambaye aliona kwamba watu wote ni wabaya, ambaye alitumia lugha mbaya chafu hata kumhusu mama yake mwenyewe, akisema wewe na nini nami wewe mwanamke. Kwa hivyo tukiangalia hali hii yote tunakuta kwamba ilipelekea Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kutumia ile lugha ambayo wale pia walitumia katika kukejeli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hali hii ilipelekea wale wabashiri wa Kikristo pia kuanza kusitisha mashambulizi yao kwa muda, kwa vile waliona kwamba sasa wanakabiliwa. Hiyo ndio ilikuwa hali iliyosababisha Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akaandika hilo toleo la pili la hicho kitabu Nurul Quran. Nurul Quran. Asante sana Mwalimu Saib, na pia umeweka bayana kwa yule mtazamaji amepata kujua kuna tofauti baina ya Yesu wa Qur'ani na yule Yesu ambayo wanataja ndani ya Biblia, kwa kuwa alitumia lugha chafu. Na pia huyu Yesu wetu ambaye ni Isa bin Maryam, mwana wa Mariamu mkweli, basi ni yule nabii ambaye aliheshimika sana. Na pia tukisoma Qur'ani tunapata ya kuwa aliheshimika zaidi. Hata Mwenyezi Mungu amemuita na majina mazuri sana. Asante sana kwa kutueleza kuhusiana na Nurul Haq. Naam, kitabu hiki kina dibaji na pia imeelezwa na Masihi Maud alayhi salatu wasalam kuhusiana na matusi haya wabashiri.
Je, ungependa kueleza yule mtazamaji pia apate kuelewa nini Masih Maud alayhi salatu wasalam ameandika katika dibaji ya kitabu hiki tafadhali? Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana bwana mtangazaji. Tujue kwamba dibaji ni jumla au muktasari wa yale ambayo utakuja kuyapata katika kile kitabu. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alitanguliza kwa kueleza kwamba sisi hatuandiki haya maneno au hatutumii lugha kali kwa sababu tunapenda kubishana, la, bali ni kwa sababu ya kutaka kuchukua njia ya kujilinda kutokana na mashambulizi ambayo hawa wapinzani wanayatumia. Kabla ya pale nyuma, hawa Wakristo au hawa wamishonari walikuwa wakifanya mihadhara na mahojiano wakitumia lugha chafu na kuikejeli dini tukufu ya Kiislamu. Lakini hii mbinu mpya ambayo alikuja nayo bwana huyu Fatih Masih ya kuandika, basi Sayyidna Ahmad alayhi salam akaona kwamba sasa hawa wamechupa mipaka. Wamepita mipaka katika hujuma zao. Basi akaona kwamba na sisi sasa lazima tujilinde kutokana na mashambulizi haya. Kwa hivyo anasema kwamba yeye amechukua njia ya kujilinda, wala si kutaka kubishana, wala si kwa sababu ya chuki. Kwa hivyo anasema kwamba na wale ambao ni wahubiri wa Kikristo ambao watatumia lugha ya heshima na staha, basi wao hawajalengwa katika kazi hii ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo anasema kwamba namna Maalim Sahib alivyotangulia, na hili ni muhimu kujua bwana mtangazaji, kwa sababu kuna hata baadhi ya Waislamu ambao wanamshutumu Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba alitumia lugha kali dhidi ya mitume alayhi salam, hususan Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Lakini Sayyidna Ahmad alayhi salam aliweka wazi kwamba yule Yesu wa Injili ni tofauti sana na Yesu wa Qur'an na Isa bin Maryam wa Qur'an. Sababu Isa bin Maryam wa Qur'an, Mwenyezi Mungu anadhibitisha wazi kwamba alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Alikuwa ni mtu mwenye imani safi, alikuwa na tabia nzuri, tofauti na yule Yesu ambaye Injili inamwasilisha. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam anasema kwamba na tunafanya hivyo kwa kunukuu maandishi yao. Ushafahamu? Sababu mambo mengi ambayo wahubiri wa Kristo walikuwa wanatumia hawezi kuyadhibitisha kwa Qur'an, isipokuwa ni mambo ya kuokota hapa na pale. Lakini Sayyidna Ahmad alayhi salam anasema kwamba sisi tunanukuu katika vitabu vyao kuwasilisha kwa watu wajue kwamba Yesu aliye katika Injili ni Yesu aina gani. Kwa hivyo anasema kwamba sisi tunashangaa na tunasikitika na yule mtu Yesu ambaye anaitwa Mungu au anawekwa mbele ya watu kama Mungu. Mtu ambaye ana lugha chafu, ambaye anaona kila aliyemtangulia kwamba ni mtu ambaye anapaswa kulaaniwa, ambaye anatumia lugha chafu na ya matusi kwa wale waliomtangulia, watu ambao ni bora kumuliko mara alfu, lakini anatumia lugha chafu na ya matusi. Na tunaona bwana mtangazaji kwamba katika Injili kuna vipengele ambavyo ni vya aibu sana kumuhusu Yesu Kristo, ambavyo wahubiri wa Kikristo hawangependa kuzungumza vibaya kuhusu viongozi wa dini zingine. Unajua katika Kiswahili wanasema kwamba yule anaishi katika nyumba ya glass hatupi mawe. Hawezi tupa mawe. Unaona? Kwa sababu akitupa kwako hiyo nyumba itapasuka. Kwa hivyo hawa mabwana walianza kutupa mawe, na wakati Sayyidna Ahmad alijibu, basi ile nyumba yao ikaweza kusambaratika. Kwa hivyo anasema kwamba sisi tunashangaa na yule Yesu ambaye anadai uungu, na muujiza wake wa kwanza kabisa ni kutengeneza pombe. Ushafahamu? Kwamba huyu ni Mungu ambaye anasherekewa na wafuasi wake, lakini muujiza ambao anaona kwamba ni muhimu wa kwanza ni kutengeneza pombe ambayo wanywaji waliona kwamba ni nzuri sana hata kuliko yule ambayo ilikuwa imetangulia. Ushafahamu? Na labda kulingana na Injili bwana mtangazaji, unajua Yesu mwenyewe anasema kwamba mti hujulikana kwa matunda yake. Ukweli kabisa. Labda ndio sababu katika inji na mataifa ya Kikristo ulevi umeshamiri sana, kwa sababu huyu Mungu wao alianza na kutengeneza pombe. Tunamuona huyu Mungu wao Yesu katika Injili akifanyiwa ile massage na mwanamke mmoja malaya aliyejulikana sana kule mtaani, na mafuta ghali sana, mpaka wanafunzi wanashangaa, jamani, tungetumia haya kuuza tuwasaidie mayatima. Lakini huyu Mungu anasema kwamba waache afanye hiyo kazi yake, mbona unaingilia kazi yake? Ushafahamu? Kwa hivyo huyu ndiye mtu ambaye mnaweka mbele yetu kuwa ni Mungu. Tunaona pia pale kanisani akitandika watu kofi hadharani kwa sababu aliwapata wakifanya biashara pale. Na labda bwana mtangazaji, ndio sababu tunaona kwamba wahubiri wa Kikristo wanapiga watu makanisani bila huruma, matunda waliopata kutoka kwa ule mti ambao ni mwalimu wao ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alibomoa hawa watu kwa njia hii, kwamba ikiwa mtaamua kwamba mnatutupia mawe, sisi pia tutatupa mawe.
lakini mkichukua ustaarabu sisi pia tutatumia ustaarabu. Kwa hivyo kwa njia hii Sayyidna Ahmad alayhi salam akawa amezima hawa watu na wala hawakudhubutu tena kutumia ile lugha chafu. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alisema wazi kwamba sisi tumechukua njia hii tena kwa kuvumilia kwa muda mrefu, miaka 40 tukisikia ama tusienu. Kwa hivyo tumesema kwamba sasa yamefika mwisho, lazima mtagoma. Na kweli kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hawa mabwana wakaweza kunyamaza. Asante sana. Mada imekuwa tamu sana na nimeisikiza kwa makini, lakini kwa hivi sasa pia tunapata wale ambao wanaleta shutuma dhidi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Wanatoa sentensi kadhaa, yani vile alivyo nukuu kutoka kwenye Biblia. Hivi sasa wale ambao wanamshutumu wanachukua sentensi hizi na wanashutumu nayo ya kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam ameongea lugha chafu dhidi ya nani? Dhidi ya Isa alayhi salatu wasalam. Lakini umeweka bayana kweli kweli, lakini ningependa pia yule mtazamaji Maalim Saib utueleze ni kwa nini Masih Maud alayhi salatu wasalam alitumia lugha ambayo ni kali sana dhidi ya wapinzani wake. Tafadhali kupitia kitabu hiki cha Nurul Quran sehemu yake ya pili, tafadhali. Masihi aliahidiwa alayhi salatu wasalam alilazimika kutumia lugha kali kwa sababu wale ambao walikejeli dini ya Kiislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam walitumia hiyo lugha kali tena kwa muda mrefu. Naam. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alisema ni kuvumilia muda mrefu, tumevumilia. Lakini kwa sababu sasa naona kwamba mambo yanazidi kuwa mabaya zaidi, na lazimika kutumia lugha hiyo kukabiliana na ule upinzani. No. Lakini hapa pia akaweka bayana. Akasema mimi natumia lugha hii si kwa sababu nachukia Wakristo. Ninatumia tu kwa wale ambao wanatumia lugha mbaya juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akabainisha pia katika maneno mengine akisema kwamba ninatumia hiyo lugha kwa sababu inahusu Yesu ambaye si yule tunayemtambua katika Qur'ani tukufu. Hii lugha ambayo inatumika na Yesu ambaye pia alikuwa anaitumia hiyo lugha ndiye ambaye tunatumia lugha kwake. Na akamwandikia Fateh Masih barua mnamo tarehe mosi mwezi wa Februari mwaka 1895. Akamweleza kwamba bwana Fateh Masih, usione kwamba mimi ninatumia lugha ya kejeli kwako. Bali mimi yule ambaye amekuja kwa lugha ya ustaarabu, yule ambaye ametumia adabu, nitatumia adabu. Sasa wewe nimekutumia kwa lugha hiyo kwa sababu nilitaka tu kukufunza uwe mustaarabu na uzingatie adabu. Hiyo ndio inafanya mimi nitumie lugha kama hiyo. Na akazidi akaeleza kwamba haya mashambulizi dhidi ya Islamu yameendelea kwa muda mrefu sana, wa miaka 40 tukivumilia. Na wakati umefika sasa kwamba lazima sasa tumwage mtama pia ili tukomeshe haya mashambulizi. Akamalizia akisema kwamba katika kitabu cha Nurul Quran ilikuwa ni toleo la pili, ukurasa wa kwanza na wa pili, katika pia ni katika msururo wa Ruhani Khazain jalada la 9 ukurasa wa 375 hadi 75. Akaelezea akasema kwamba yule ambaye ametumia lugha ambayo ni chafu anajibiwa kwa makali yale, na anayetumia lugha ambayo inazingatia adabu pia anajibiwa kwa kuzingatia adabu. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo alielezea kabisa, akiwa na masikitiko kwamba sasa wanamuona kama yeye ndiye anatumia lugha chafu dhidi ya Wakristo. Asante sana tena kwa pia kueleza ya kuwa kitabu hiki kiliandika mwaka 1895. Asante sana Maalim Saib kwa kueleza ya kuwa kutumia ukali kulikuwa tu kunyamazisha wale ambao walikuwa wanaleta vurumai na vurugu dhidi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam, na hasa Uislamu na Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asante sana kwa kutuweka vizuri sana katika sehemu hii ya pili ya Nurul Quran. Na Maalim Saib, maneno ya mwisho kwa yule mtazamaji tafadhali. Asante sana bwana mtangazaji, na tegemea kwamba yule mfuatiliaji wa vipindi vyetu na mtazamaji ameweza kuelewa vizuri na kutoa ile dukudugu kuhusiana na tofauti kati ya Yesu
ule wa Injili na Isa bin Maryam ambaye ametajwa ndani ya Qur'an tukufu. Kwa sababu mafundisho ya Kiislamu yanasema kwamba Muislamu anapaswa kuamini wale mitume wote ambao walitumwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam alibainisha vizuri kwamba mjue kwamba wakati nazungumza kuhusu Yesu ambaye alikuwa na lugha chafu, alikuwa na tabia ambazo ni za kupotosha, alikuwa na matusi, basi mjue kwamba ni sawa na maandishi ya Injili. Na ukweli ni kwamba tunaweza kutaja kipengele baada ya kipengele kutoka kwa Injili kudhibitisha hayo maneno kwamba huyu Yesu wa Injili alikuwa na hizi tabia. Kwa hivyo na wala sio Yesu ambaye Qur'ani imemwasilisha kama mtume wa ukweli. Kwa hivyo mtazamaji anapaswa kufahamu vizuri na kubainisha kati hawa wawili kwamba Yesu wa Injili ni yupi na Yesu wa Qur'ani ni yupi. Kwa hivyo nafikiri bwana mtangazaji, kwa ufupi sasa mtazamaji atakuwa anaweza kubainisha vizuri tofauti kati hawa watu wawili. Asante sana. Na pia Mwalimu Saib, hii itaweka wazi ya kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam alikuwa ni mkweli, ametumwa na Mwenyezi Mungu, na yule mkweli hawezi tumia lugha chafu dhidi ya mtu mwingine. Waila alikuwa anatumia nini? Anatumia ile mbinu ya kunyamazisha wale ambao walikuwa wanaleta shutuma dhidi yake. Ama wasemaje Mwalimu Saib? Na mimi nataka kutoa wito kwa watazamaji kwamba wafanye utafiti wao katika kuperuzi hivi vitabu. Kwa sababu wakati mwingine wanaweza kuelewa vibaya kutoka kwa shutuma za wapinzani. Lakini wakati ambapo wanachukua nafasi yao na daraka la kupitia hivi vitabu, bila shaka watakuta kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu mkweli, na tabiri zake zilitimia, na alitumia lugha nzuri sana katika kuelekeza watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila wakati ambapo anatumia lugha chafu, alikuwa lengo lake ni kuwazima tu, bali haikuwa lengo lake kuwa hujumu na kutaka kuvuruga Ukristo. Hili ndilo nitakana wabainike kwalo, na Mwenyezi Mungu awajalie pia wapate maarifa ya kutosha ili kuweza kumuelewa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Haya maarifa ni makubwa, yanahitaji akili timamu na akili yenye upekuzi wa hali ya juu wa kutaka kujua zaidi. Kwa hivyo kwa wale watafutaji ukweli, basi uwanja uko wazi wa kuperuzi vitabu vya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Na pia sisi tuko tayari kuwaeleza vitabu hivi, ili hata kama ni mpinzani ambaye anatutazama, basi pia yaweze kupata elimu zaidi, wawache upinzani. Asanteni sana kwa kufika katika kipindi chetu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na pia na wahisi muweze kufika katika kipindi kijacho. Asanteni sana. Asante. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, najua unapata uondo, unapata dondoo kupitia kitabu hiki Nurul Quran na pia Dhiaul Haq. Mwenyezi Mungu akuzidishie, Mwenyezi Mungu akupatie ile mawazo ya kusoma vitabu hivi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Ili nini? Upate elimu, tuwache upinzani kwa wale ambao wanakuwa upinzani nyingi na shutuma nyingi dhidi ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Tusome vitabu vyake ili tupate elimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़माने वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़माने वाले ये नुस्खा भी